Kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wizara imepata mafanikio makubwa yaliyojitokeza katika sekta ambazo wizara hii inazisimamia. Na sasa nitaeleza mafanikio hayo sekta kwa sekta. Nianze na sekta ya maendeleo ya michezo. Moja ya mafanikio makubwa katika kipindi hiki cha miaka 4 ni Tanzania kukubaliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Na katika hili nimshukuru sana kwa kipekee mwanamichezo namba 1 wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika sekta ya maendeleo ya michezo, ambapo kupitia maono na maelekezo yake, kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake mwaka 1957, mashindano ya mpira wa miguu kwa mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa mwaka 2027 yatafanyika Tanzania kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda kwenye hiyo AFCON ya pamoja ya nchi hizo tatu. Sambamba na hilo, kama mnavyofahamu, tumepata fursa ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya CHAN yatakayofanyika mwezi wa Agosti mwaka huu wa 2025. Mashindano haya yatachagiza kuwapo kwa fursa lukuki za ajira kwa vijana kutokana na ujenzi wa miundombinu unaoendelea, kujenga uchumi pamoja na kuitangaza Tanzania kimataifa kutokana na utalii, ikiwa ni pamoja na utalii wa michezo. Lakini mafanikio mengine katika sekta ya michezo ni kufuzu kwa timu za taifa katika mashindano ya kimataifa. Timu za Tanzania zimekuwa zinafanya vizuri katika mashindano ya kimataifa kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na mwanamichezo namba 1 nchini, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Umeziwezesha timu zetu za taifa kufuzu katika mashindano mbalimbali, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 8.5 zimetumika kwa ajili ya kuziwezesha timu za taifa kushiriki katika mashindano hayo. Kwa uchache, miongoni mwa mashindano ambayo timu za taifa zimefuzu na kushiriki ni pamoja na: 1, Taifa Stars kufuzu AFCON 2027 kwa mara ya 3 na kwa mara ya 2 mfululizo. Kwa mara ya 3. 2, Twiga Stars kufuzu mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wanawake maarufu kama WAFCON, yani Women AFCON. 3, Ngorongoro Heroes under 20 kufuzu AFCON 2025. Na 4, Serengeti Boys under 17 kufuzu AFCON 2024. 5, timu ya taifa ya mpira wa ufukweni kufuzu AFCON 2024, yani beach sport. Na 6, Taifa Stars kufuzu CHAN 2024. 7, kushiriki michezo ya kufuzu Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2025 na CHAN 2024. 8, Taifa Stars kushiriki mechi ya kufuzu Kombe la Dunia dhidi ya Morocco. Na 9, kushiriki mashindano ya futsal ya wanawake yanayofanyika nchini Morocco. Na 10, kushiriki mashindano ya kirafiki ya kimataifa yanayoandaliwa na UEFA. Tanzania, kama mnavyofahamu, ni moja ya nchi 3 katika bara la Afrika ambazo zimefuzu kuingia katika mashindano 7 tofauti yanayoendeshwa na CAF. Nchi nyingine ni Morocco na Senegal. Hiyo inaonyesha dhahiri jinsi ambavyo Tanzania sasa inafanya vizuri sana katika maendeleo ya soka barani Afrika. Katika bora 3 zenye kuingia katika michezo mbalimbali 7 ni Tanzania, Senegal na Morocco. Hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fedha ambayo amewekeza katika timu hizi, na sasa Tanzania inang'ara.